Na mtazamaji na msikilizaji wa ZBC, basi niwakaribishe sana katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa ukumbi wa idara habari maelezo, katika kuelezea siku 100 za Dr. Mwinyi katika mafanikio ya wizara mbalimbali. Na leo hii basi majira haya ni Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, na Mheshimiwa Waziri tayari ameshafika, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, kuzungumza na waandishi wa habari pamoja na wananchi mbalimbali. Basi nakuletea matangazo haya moja kwa moja ni mimi Amina Mchezo, mpiga picha wangu Jamal Othman, lakini kwanza mkurugenzi wa idara ya habari maelezo Salum Ramadhani atazungumza na kumkaribisha Mheshimiwa Waziri. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Dr. Riziki Pembe Juma, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Mheshimiwa Ali Abdul Gulam Hussein, Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Ndugu viongozi mbalimbali wa wizara yetu hii ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi mnatuangalia kupitia vyombo tofauti. Mheshimiwa Waziri, karibu katika mkutano wetu huu wa waandishi wa habari pamoja na mawaziri kuhusiana na siku 100 za Dr. Hussein Ali. Na leo hii tupo katika wizara yako na vipindi hivi vimeandaliwa na wizara yako ya habari chini ya idara ya habari maelezo, na tunarushwa mubashara kupitia vyombo tofauti. ZBC Radio na ZBC TV wako live. Tunayo channel yetu ya online ya maelezo online TV pia wako live. Zanzibar Cable nao vile vile wako live. Zanzibar Cable 3 vile vile wako live. Mira TV wako live na vyombo vingine tofauti, mpaka radio anaitwa Radio Tumbatu FM nao pia wako live katika mkutano huu. Kwa hiyo wananchi mbalimbali wanatuangalia kuweza kuona mafanikio yale ambayo yanapatikana ndani ya siku 100 za Dr. Hussein Ali. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa Waziri, karibu sana tukusikilize katika taarifa yako. Nakushukuru sana. Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana mkurugenzi wetu wa idara habari maelezo. Naomba nitambue kwanza uwepo wa Mheshimiwa Naibu Waziri katika wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Ali Abdul Gulam Hussein. Vile vile naomba nitambue uwepo wa viongozi wa wizara aliyopo, wakiongozwa na Katibu Mkuu wa wizara yetu hii ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, wakuu wa taasisi na wakurugenzi mbalimbali, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Awali ya yote naomba nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uzima na afya njema siku hii ya leo, kwa sababu huu sio ufalme wetu wala sio hodari wetu, bali ni hodari wake Mwenyezi Mungu mtukufu. Na pili, nipende sana kupongeza idara yetu ya habari maelezo kwa kuendelea kuandaa vipindi hivi, na katika kuona kwamba serikali kupitia sekta mbalimbali inazungumzia mafanikio ambayo yanapatikana katika serikali yetu na kujulisha wananchi yale ambayo wanapaswa kuyajua. Na kama ilivyo ni kwamba tutazungumzia zaidi kuhusiana na mafanikio ya siku 100 za Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Na naomba nianze kwa kueleza kwamba katika kutekeleza dira na vipaumbele vya serikali ya awamu ya 8 kipindi cha pili chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Wizara ya Mapinduzi, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuimarisha sekta zilizo chini yake kwa kuzingatia misingi ya wajibikaji, ubunifu na matokeo yenye tija kwa wananchi. Na katika tutakayozungumza hapa, maana tutazungumzia utekelezaji wa shughuli zilizopangwa, programu mbalimbali pamoja na miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika siku 100 za kipindi cha awamu ya pili ya awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Wizara imejikita katika kuimarisha mawasiliano na serikali, kukuza sanaa na utamaduni wa kizalendo, kuendeleza michezo kama chachu ya ajira na afya kwa jamii, pamoja na kuimarisha miundombinu na taasisi za chini ya wizara yetu hii. Kwa kupitia utekelezaji wa mipango hiyo, mafanikio mbalimbali yamepatikana, ikiwemo kuongezeka kwa ubora wa huduma za habari, kuimarika kwa usimamizi wa shughuli za sanaa na utamaduni, pamoja na kuendelezwa kwa miradi ya kimkakati inayolenga kukuza uchumi wa ubunifu na kuibua vipaji. Hivyo, ripoti yetu hii ya leo
inatoa taswira ya hatua ambazo zimeweza kufikiwa, mafanikio yaliyopatikana na mwelekeo wa wizara katika kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Na kwa upande wa vipaumbele ambavyo tulikuwa tunavyo katika siku 100 hizi ni kwamba wizara yetu ilikuwa na vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, ilikuwa ni kuimarisha miundombinu ya habari na utangazaji kwa kuendeleza ununuzi wa vifaa vya kisasa, kuboresha mitambo ya kurushia matangazo na kutekeleza miradi ya ujenzi wa ofisi za taasisi zilizo chini ya wizara. Pili, kuongeza ubora na upatikanaji wa huduma za habari kwa wananchi kupitia matumizi ya teknolojia za kidijitali, kuimarisha usimamizi wa maudhui na kusajili waandishi wa habari. Tatu, kuimarisha usimamizi na udhibiti wa sekta ya utangazaji ili kuhakikisha maudhui yanazingatia maadili, sheria na utamaduni wa Mzanzibari. 4, kukuza na kuhifadhi sanaa na utamaduni wa Mzanzibari kupitia matamasha ya kitamaduni na michezo ya asili. Kipaumbele cha 5 kilikuwa ni kuimarisha hadhi ya Kiswahili kitaifa na kimataifa kwa kuandaa makongamano, vipindi vya kitaaluma na kuendeleza machapisho yanayokuza lugha ya Kiswahili, tafiti na machapisho ya kitaaluma. 6, kuendeleza miundombinu ya michezo kwa kuendeleza ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo katika wilaya na mikoa mbalimbali Unguja na Pemba. 7, kukuza ushiriki wa vijana katika michezo na sanaa kama nyenzo ya ajira, afya na maendeleo ya vipaji vyao. Na kipaumbele cha 8 ilikuwa ni kuimarisha ushirikiano na wadau wa ndani na nje ya nchi katika kuendeleza sekta za habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa kutokana na vipaumbele hivi ambavyo nimevizungumza, mafanikio ambayo yalipatikana ni kama ifuatavyo. Na nitazungumza kwa sekta moja moja kwa sababu wizara yetu kama ilivyo ni wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa hiyo katika wizara yetu tunaanza na sekta ya habari. Kwa upande wa sekta ya habari, mafanikio ambayo yaliweza kupatikana miongoni mwao ni katika kuimarishwa kwa miundombinu ya uzalishaji na urushaji wa matangazo. Yaani hapa tunazungumzia kwamba ZBC imeweza kupatia vituo vya Unguja, Pemba, Dodoma na Dar es Salaam pamoja na kitengo cha mitandao ya kijamii vifaa vya kisasa, yani video kamera 3, still kamera 1, laptop 6, post frame 1, DVB-T2 600 watts 2. Hatua iliongeza upatikanaji wa habari zenye ubora wa picha, sauti na zinazotoa ushindani mzuri baina ya ZBC na vyombo vingine vya habari nchini. Lakini pili ni kuimarika kwa mashirikiano ya kimataifa na kitaifa. Ushirikiano umeimarishwa na Tanzania Broadcasting Corporation na TBC ya Tanzania Bara na office hapa nitasema Kifaransa jamani, mbidi mnivumilie, na Office de Radio et Television de Comoro ya nchini Komoro. Ndio jina lake lilivyo, kwa ibidi tulitaje jina kama linavyotakiwa kuzungumzwa. Jambo linalopanua wigo wa habari na maudhui pamoja na kukipandisha hadhi ZBC TV yetu. Lakini 3 ni usajili wa waandishi wa habari 570. Waandishi hao wamepatiwa vitambulisho yani press cards ambapo ilikuwa ni kikwazo katika kutimiza majukumu yao na sasa wanaruhusiwa kufanya kazi rasmi. Hatua inayoongeza wajibikaji na weledi katika sekta ya habari. 4, ununuzi wa mtambo wa kisasa wa die cutting ambapo umeongeza kasi na ubora wa kazi za perforation na uchakataji wa machapisho katika wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar. Hali hii imeimarisha ufanisi wa uzalishaji, kupunguza muda kukamilisha kazi za uchapaji pamoja na kuongeza uwezo wa wakala kutoa huduma bora na kwa wakati kwa taasisi za serikali na wateja wengine. Lakini la 5 ni matengenezo ya mitambo mkuu, yani mitambo mikuu ikijumuisha generator, majina mengine tena mtanisamehe maana majina yake ya kitaalamu zaidi. Yani mitambo hiyo yote yameongeza ufanisi na mwendelezo wa uzalishaji kwa kupunguza hitilafu na muda wa kusimama kwa kazi. Hali hii imeongeza uwezo wa uzalishaji, kupunguza gharama za matengenezo ya dharura pamoja na kuhakikisha huduma za uchapaji zinatolewa kwa wakati na kwa ubora zaidi kwa manufaa ya serikali na jamii kwa ujumla wake. 6 ni ukaguzi wa vituo 30 vya utangazaji pamoja na ufuatiliaji wa maudhui ya radio 18, TV 8 na maudhui 20 mtandaoni kwa kutumia broadcasting monitoring system. Ukaguzi huu unaisaidia serikali kuhakikisha maudhui yanayorushwa yanazingatia sheria, maadili na maslahi ya jamii. Hatua hii huchangia kulinda amani
na utulivu wa nchi yetu, kuzuia upotoshaji wa taarifa, kuimarisha uwajibikaji wa vyombo vya habari, pamoja na kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na zenye manufaa kwa maendeleo ya jamii yetu. 7 ni uchapishaji wa nakala 371,000 plus za magazeti. Yaani uchapishaji wa zaidi ya nakala 371,000 za magazeti, yani Zanzibar Leo, nakala 324,000, za Sport 23,500, Zanzibar Mail 23,500. Umeongeza upatikanaji wa habari kwa wananchi, kuimarisha uelewa wa masuala ya kitaifa na kusaidia kusambaza taarifa za maendeleo ya serikali kwa jamii kwa upana zaidi. 8, kwa upande huu ni uzalishaji mkubwa wa maudhui, ambapo uzalishaji wa maudhui ya habari, yani habari za ndani 1511, habari za michezo 967, makala 263, chambuzi 3080, kimataifa 910. Umeimarisha utoaji wa taarifa sahihi na za wakati, kuongeza elimu na uelewa wa wananchi kuhusu masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. 9 ni uzinduzi wa mfumo wa magazeti. Umeongeza upatikanaji wa magazeti kidijitali, kurahisisha mauzo, matangazo na malipo kwa njia ya mtandao, pamoja na kupanua wigo wa wasomaji na kuongeza mapato ya taasisi. Lakini 10, kwa upande wa sekta ya habari, tumefanikiwa pia katika uzinduzi wa kingamuzi kipya cha Bytes ambacho kimeendelea kutoa maudhui mbalimbali yenye tija na maslahi mapana kwa taifa letu. Na kwa upande wa sekta ya sanaa na utamaduni, kama tulivyoeleza, ni kwamba sekta zetu ni 4: habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa sasa ni sekta ya sanaa na utamaduni. Kwa katika sekta hii, mafanikio ambayo yameweza kupatikana kwa siku 100 za Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ni pamoja na kufanikisha tamasha la utamaduni wa Mzanzibar ambalo hili lilifanyika Disemba 2025. Tamasha hili lilifanyika Kiboje kwa upande wa Unguja katika uzinduzi wake na kufungwa hapo jijini Pemba, ambalo likihusisha washiriki zaidi ya 1500 kutoka Zanzibar, DRC na shirika la UNESCO. Tamasha limetoa jukwaa la kuonesha mila, desturi, ngoma za asili, mavazi ya jadi, vyakula vya asili na sanaa mbalimbali za Kizanzibari. Vile vile kuhamasisha michezo inayoonesha utamaduni wa asili kama mashindano ya ng'ombe, resi za punda, mbio za mbatata na kupanda minazi, ambao huchangia kuhifadhi na kuendeleza urithi wa utamaduni wa Zanzibar, kuvutia utalii wa ndani na nje, pamoja na kuongeza ajira na kipato kwa jamii zinazoshiriki katika shughuli hizo. Sambamba na hilo ni kuhamasisha na kukuza matumizi fasaha ya Kiswahili kupitia vipindi 22 vya Kiswahili katika TV na radio mbalimbali ndani na nje ya Zanzibar. Kumechangia kuimarisha matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili, kukuza utamaduni wa Kiswahili na kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa lugha hiyo kitaifa na kimataifa. Vile vile kufanikisha maandalizi ya kongamano la 9 la Kiswahili la kimataifa, kongamano ambalo lilishirikisha washiriki wasiopungua 240 kutoka nchi mbalimbali za Tanzania na nje ya Tanzania, na huko kumeimarisha ushirikiano wa kitaaluma, kukuza tafiti na mjadala kuhusu lugha ya Kiswahili, pamoja na kutangaza Zanzibar kimataifa kama kitovu cha utamaduni na lugha ya Kiswahili. Vile vile uhariri wa vitabu vya fasihi kama Zanzibar cha Dr. Mwinyi na Je, ni halali kweli? Uhariri umechangia kuboresha kazi za fasihi, kukuza elimu na maarifa kupitia maandishi ya Kiswahili, pamoja na kuhifadhi na kuendeleza utamaduni na historia ya jamii. Na kwa upande wa sekta ya michezo, ambayo itakuwa ni sekta ya mwisho kwa wizara yetu, ni kwamba katika sekta hii kuna mafanikio mengi pia ambayo yameweza kupatikana. Na miongoni mwa mafanikio hayo, mojawapo lilikuwemo la mafunzo ya ukocha leseni B ambayo yanatolewa na TFF. Wizara yetu ya Habari, Sanaa na Michezo imelipia mafunzo kwa mtu mmoja kwa ajili ya kupata mafunzo ya ukocha leseni B, ambapo mafunzo hayo yalifanyika Tanzania bara. Wizara imeweka utaratibu wa kuwasomesha waamuzi na makocha kwa lengo la kuimarisha taaluma katika masuala ya michezo nchini. Lakini vile vile ushiriki wa kimataifa, Zanzibar tumefanikiwa kushiriki mashindano ya riadha, karate nchini Kenya, triathlon na kombe la dunia la wanawake la kabadi, ambapo tumepata nafasi ya 7 duniani na nafasi ya 2 kwa upande wa Afrika. Vile vile kuratibu mashindano ya kimataifa yanayofanyika Zanzibar, mashindano ya kimataifa
ya kitesurfing yafanyika Kiwengwa mwezi Februari 2026 yameongeza utalii wa michezo na kuitangaza Zanzibar kimataifa. Vile vile usajili wa vilabu 6 vipya vya michezo. Miongoni mwa vilabu vipya vilivyosajiliwa ni pamoja na mpira wa miguu, karate na mazoezi ya viungo kwa lengo la kuimarisha usimamizi na kukuza michezo kwa vijana. Vile vile uzinduzi wa uwanja wa Gombani baada ya kufanyia matengenezo makubwa sana na kuwekwa paa. Yaani uzinduzi wa uwanja wa Gombani pamoja na mchezo wa fainali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup umefanyika kwa mafanikio na hamasa kubwa sana wakati wa maadhimisho ya sherehe za kutimiza miaka 62 ya Mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Na katika sherehe hiyo mwenye rasmi alikuwa ni Mheshimiwa mwenyewe Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Vile vile mafanikio ambayo tumeweza kuyapata pia katika sekta hii ya michezo ni mafanikio ya udhamini wa NMB kwa kuendesha kombe la Mapinduzi, yani Mapinduzi Cup. Mafanikio ambayo yamepatikana ni kwamba wizara imeweza kusaini mkataba, yani MOU, baina ya wizara yetu ya habari, sanaa, utamaduni na michezo na wenzetu ya benki ya NMB kwa muda wa miaka 5 ambapo udhamini huo utatumika katika kuendesha mashindano hayo. Na hii imekuja kutokana na kwamba huko nyuma tulikuwa tuna changamoto ya kuona nani anafadhili mashindano haya. Kile kifika muda wa mashindano tunabakabaka, yule anasaidia. Lakini sasa tuna udhamini wa uhakika kwa muda wa miaka 5. Vile vile kufanikisha mikutano 4 ya wadau wa wizara yetu ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Mikutano ambayo ililenga katika kukutana na wadau wote wanaohusu wizara hii, wakiwemo wadau wa habari, wadau wa sanaa, wadau wa michezo na wadau wa utamaduni. Na kila moja mikutano hii ilifanyika kwa siku yake. Na lengo lilikuwa katika kuona, kutatua na kupiga hatua katika kuleta maendeleo kwa wananchi, lakini pia kusikia wadau hawa wanasemaje kuhusiana na kuimarisha, kukuza, lakini kujenga na kuendeleza sekta zetu hizi 4 ndani ya wizara yetu katika kipindi hiki cha awamu ya pili ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mafanikio mengine ambayo tumeweza kufanikiwa ni katika kuendelea kusimamia ujenzi wa viwanja vya michezo, ikiwemo mradi wa ujenzi wa mji wa michezo, yani Afcon City, ambao unajengwa Fumba. Na utekelezaji wake unakwenda vizuri na umefikia mpaka sasa 35%. Mradi wetu huu unatarajiwa kukamilika ndani ya mwezi wa Disemba mwaka 2026 huu ambao tunakwenda nao. Lakini sambamba na hilo, ikiwemo la kusimamia ujenzi wa viwanja 17 vya wilaya na mikoa ambavyo utekelezaji wake umefikia zaidi ya 90%, ambapo viwanja 13 vimeshakamilika na viwanja 4 vinaendelea na ujenzi. Kwa upande wa sekta zetu ni hizo. Sasa naomba nizungumzie miradi ya maendeleo ndani ya wizara yetu hii ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kwa upande wa miradi ambayo wizara yetu inasimamia, kwanza kama ambavyo nimemalizia kukutaja ni uradi wa mji wa michezo wa Fumba ya kwa maana ya Afcon City. Mradi huu unajengwa katika eneo la Fumba Zanzibar, na niwaombe wale ambao bado hawajaikwenda waende wakaone historia ambayo Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi anaiandika ndani ya Zanzibar yetu. Mradi huu utatumia gharama zisizopungua pesa za Kimarekani milioni 150. Na mradi upo katika hatua ya ujenzi wa muundo mkuu, yani structural works, ikijumuisha uwekaji wa nondo, ujenzi wa beam, kumwaga zege na ujenzi wa kuta, ambapo hadi sasa utekelezaji wake umeshafikia 35%. Na mradi mwingine ni mradi wa ujenzi wa viwanja vya wilaya na mikoa, ambapo viwanja hivi vinajengwa katika mikoa 5 ya Zanzibar na wilaya zote za Unguja na Pemba, wilaya 11. Na mradi huu kwa ujumla wake unatumia USD milioni 51.08. Na kwa upande wa, yani katika mradi huu ni kwamba viwanja vya wilaya na mikoa vimefikia 90% kama tulivyoeleza, na baadhi ya viwanja kama 13 tayari vimeshakamilika na vilivyobakia vinaendelea, viwanja 4 vinamalizia na ujenzi wake. Lakini pia tunao mradi wa ujenzi wa ofisi za shirika la magazeti kule Tunguu. Na mradi huu gharama ambazo zimetumika ni bilioni za Kitanzania bilioni 178,250,250 pamoja na VAT. Na mradi huu upo katika hatua za mwisho ambapo umefikia
89. Na mradi wetu wa mwisho ambao wizara yetu huu umeweza kusimamia ni mradi wa nyumba ya sanaa Mwanakwerekwe, ambapo mradi kwa upande wa ujenzi umeshafikia 100%. Kwa maana mradi umeshakamilika. Na tukaribisheni sana tukuja kutembelea miradi yetu hii ili kuweza kuja kujionea yale mafanikio ambayo Dr. Mwinyi alikuwa akiahidi na pia ameweza kuyafanikisha. Naomba nihitimishe kwa kusema yafuatayo. Kwanza kabisa, naomba niseme kwamba katika kipindi cha siku 100 za awamu ya pili ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo imefanikiwa kutekeleza kwa ufanisi vipaumbele vilivyopangwa kwa kuimarisha sekta za habari, sanaa, utamaduni na michezo. Mafanikio haya yamechangia kuboresha upatikanaji wa habari kwa wananchi, kukuza na kuhifadhi utamaduni wa Mzanzibari, pamoja na kuendeleza michezo kama nyenzo ya afya, ajira na kuitangaza Zanzibar kitaifa na kimataifa. Wizara itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuimarisha zaidi utekelezaji wa mipango na miradi ya maendeleo kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya Zanzibar. Nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa miongozo yake mizuri, kwa maelekezo yake mema ambayo yamefanikisha kufikia malengo na vipaumbele vya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ndani ya siku 100 za uongozi wake. Na tunaamini kama ambavyo Mheshimiwa Rais huyu ameweka historia ya kubadilisha Zanzibar, basi rais huyu anaendelea katika kuona yale ambayo yamepangwa ndani ya miaka 5 hii nayo yanafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Nikwambieni tu, wanasema tukae mkao wa kula. Kuna mazuri zaidi yanakuja kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, na nikuombeni sana wanahabari, na nyinyi kwa hii ndio wizara yenu, mkae mkao wa kula katika kuyatangaza kwa wananchi wa Zanzibar ili wayafahamu yale ambayo yanafanyika. Baada ya hayo, nipende kukushukuruni sana na nasema asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa uwasilishaji huo mzuri na kuonesha yale mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku hizo mbili. Mafanikio ni mengi, tupongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri pamoja na uongozi mzima, naibu waziri pamoja na katibu mkuu, naibu katibu mkuu na nyinyi. Baada ya hayo sasa, naomba waandishi wa habari, kama kuna ufafanuzi wote tunahitaji kupitia ripoti hii, mafanikio haya ndani ya siku 100, kwa hiyo tunaomba karibuni sana ndugu waandishi wa habari. Sasa tuanze na hapa. Mimi naitwa Yahya Salim Shaha Afunaga. Naitwa Afunaga kutoka Firebase FM. Mheshimiwa Waziri Dr. anakushukuru sana kwa kazi yako nzuri ndani ya wizara, kwanza kwa mashirikiano yako wewe, naibu na katibu mkuu, viongozi wote, yani kwa upande wa wizara mmekamilika kwa kazi yenu iliyotukuka. Mheshimiwa Waziri, mimi na masuala kama sijui 3 au 20 nielete tu. Asante. Mheshimiwa Waziri, sasa hivi kuna hivi vyama hivi. Tuseme labda vyama vya karate, vyama vya mchezo wa bao, lakini hususan hizi vyama vinafanya vizuri hata kwa upande wa judo. Kwamba wanasema hakuna kasma yoyote wanaipata. Je, kwa upande wa wizara kuna fungu lolote linapatikana kwa upande wa hivi vyama hivi kupewa, na hususan wanapokwenda kunako mashindano, timu inakwenda kunako mashindano inakuwa ngumu sana. Tumeona hata ile ilipokwenda Brazil yule mchezaji aliyoshinda, lakini tunamshukuru sana kwa upande wa katibu Marini, kafanya kazi nzuri. Labda je, kwa serikali kuna fungu lolote? Lakini swala la pili, tunakuja kwa upande wa hivi viwanja vinavyojengwa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anayofanya. Tulikuwa hatufikirii kwamba Zanzibar tutakuwa indoor. Kule Dole kule kuna kituo cha watoto. Kuna kituo kile cha watoto kama academy, lakini ukitizama kuna maeneo makubwa tu ya kujenga, hata huwezi kulipa fidia kwa sababu kiwanja eneo lile ina ardhi yake. Pengine sasa hivi labda kuna hivi viwanja
serikali inatazama vipi eneo lile? Naibu analijua kwa sababu tayari ameshafika. Je, pengine serikali inakwenda kulitazama vipi kunako eneo lile? Lakini tukija kwa swala jingine, kwa upande labda kama kile kiwanja cha matumbaku pale, kile kiwanja cha ZSSF, lakini kikishakamilika na kilichokamilika baadhiwa kwa wizara, lakini hali iliyo sasa hivi kiukweli ndio hivyo. Labda wizara katika viwanja vile, je, kile mna mpango wa kukitengeneza kile kiwanja na baadaye sasa kutumika kama ilivyokuwa? Lakini swala la jingine hapa, kuna baadhi ya wachezaji wanakuwa ni waajiriwa wa vikosi, lakini sasa unamkuta mchezaji ana uwezo wa kucheza kama riadha, mashindano mengi, lakini bado unakuta kwamba mchezaji yule anapigwa lindo sasa, na taifa linakosa ile tunasema uwezo wake mzuri wa kushiriki. Labda hili Mheshimiwa Waziri unalizungumzaje? Lakini kwa upande wa michuano hii ya AFCON unatuambia nini Wazanzibari juu ya mkao wa kula kuja na kitu kama hichi cha Dr. Mwinyi? Asante na kushukuru Mheshimiwa Waziri. Asante sana Yahya Kunaga, mwandishi wa michezo, kwa kujikita masuala yote katika michezo. Mimi naitwa Abbas Sabri kutoka Zanzibar Cable Television, na mimi niungane na mwenzangu kukupongeza binafsi Mheshimiwa Waziri pamoja na wasaidizi wako kwa kazi kubwa ambayo si tu imefanyika bali pia inaonekana imefanyika. Nilikuwa na ombi moja upande wa habari, lakini na maswali mawili kwenye upande wa utamaduni na michezo. Kwenye ombi, Mheshimiwa Waziri, imekuwa msaada mkubwa sana kuhakikisha sekta ya habari inafanya kazi vizuri na inakwenda vizuri. Alhamdulillah, taarifa zetu zinafikia wananchi kupitia vyombo vyetu mbalimbali. Lakini Mheshimiwa Waziri, na nimeona pia hapa katika maelezo namna ambavyo shirika letu la habari lilivyowezeshwa, ni kuombe tu ututazame na sisi vyombo binafsi. Ukweli vyombo binafsi kwa hapa Zanzibar tunapambana na giant ambaye amekuwa na mfalme. Maana yake ni kwamba alhamdulillah mwenzetu ZBC anashikwa mkono vizuri, kwa tulikuwa tunatamani angalau basi kama itaburiwi uonane na hawa wamiliki wa hivi vyombo binafsi, ili angalau muyajenge na hatimaye maslahi pamoja na mazingira yetu wengine yaweze kwenda vizuri. Maanake tuko nao bumper to bumper, tunasema kwenye kuhakikisha taarifa za serikali zinafikia wananchi. Hilo ni ombi. Lakini kwenye swali upande wa michezo, tumeona jitihada kubwa Mheshimiwa Rais ameifanya pamoja na wizara kwa ujumla kwenye kutengeneza miundombinu ya michezo, na alhamdulillah mpira sasa unachezwa Zanzibar. Lakini vilabu vyetu bado vina struggle kwenye upande wa udhamini. Ni wakati gani sahihi sasa wizara itavisaidia vilabu ili viweze kupata wadhamini na hatimaye kuifanya kuwa vya ushindani, hasa vinapokwenda kucheza michuano ya kimataifa? Na swali la pili dogo kwenye huko, vipi wizara mnavisaidia hivi vilabu kwa wakati huu ambao bado havijajipata kwa wadhamini kuviunga mkono vinaposhiriki kwenye michuano ya kimataifa ule CAF? Kwa sababu tunaona kwa upande wa Tanzania bara wenzetu, mbali ya goli la mama lile, lakini kuna utoaji wa ndege za serikali, makatibu wakuu wa wizara wanakwenda na timu mpaka zinapokwenda kushiriki, na ni support ile ilikuwa ikisaidia sana vilabu vya Tanzania bara, ushiriki wao kimataifa unakwenda vizuri. Lakini kwenye upande wa sanaa na utamaduni, nimeona pia jitihada kubwa za wizara ambayo inafanya kulinda utamaduni wetu kwenye resi zile mpaka za mashindano ya upandaji minazi. Yote ni katika kuhakikisha asili na utamaduni wetu vinalindwa. Lakini kuna hivi vikundi ambavyo vinacheza bila staha, na mara nyingi nimeona Baraza la Sanaa likitoa matamko. Sasa sijajua tunakwama wapi wa hawa wenzetu ambao wanacheza hizi dansi zisizo na staha hapa Zanzibar, kuchukulia hatua za kisheria. Sijaona sehemu yoyote zaidi ya Baraza la Sanaa kutoa matamko ya kukataza au kupiga marufuku. Baada ya hapo tunaishia tu kupiga
kukataza na kutoa matamko. Sioni hatua za kisheria zikichukuliwa, kwa sababu hivi vitu vinakinzana moja kwa moja na tamaduni za Zanzibar, silka, lakini na haiba pia ya Zanzibar. Asante. Asante. Naomba tumalizie na mmoja, alafu Mheshimiwa Waziri aweze kutoa ufafanuzi kwa haya. Mama ikipo. Asante. Ina mchezo atokea ZBC. Niungane na wenzangu pia kupongeza Mheshimiwa Waziri pamoja na watendaji wenzako akiwemo naibu waziri kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kupitia wizara hii, wizara yetu ya habari. Swali langu la kwanza litagusia zaidi katika masuala ya michezo. Tunaona katika upande wa michezo tunaanzia katika mashule. Tunawapika vijana wetu mashuleni, tunaona wanashindanishwa kwenye michezo mbalimbali, lakini baada tu ya yule mwanafunzi ambaye alikuwa akifanya vizuri katika michezo, hasa kwa upande wa wanawake, unamkuta tena akimaliza shule hakuna tena mwendelezo wa ile michezo. Sasa hebu tuangalie, Mheshimiwa Waziri, mkakati sasa wa kukuza vile vipaji hasa kwa wanawake katika michezo. Baada ya kutoka shule anakuwa ni nani katika upande ule wa michezo, kile kipaji chake kikoje? Lakini katika swala hilo kuna wasiwasi na hofu kubwa kwa wazazi kwa watoto wao wa kike kushiriki katika michezo, kwa sababu ya tunaona kwa wale wanawake wengi ambao wapo kwenye michezo, unakuta kwenye mila, silka zinaondoka, na wengine mtu mpaka ajione kwamba mimi kama nijifananishe na Juma na Faki ndipo ambapo nicheze mpira. Sasa hebu tuone kwa upande wa wizara, labda mkakati sasa ni upi kuona kwamba hata mimi Amina namruhusu mtoto wangu wa kike akacheze mpira wa miguu, akacheze mpira wa kikapu, lakini kwa mazingira gani? Kwa sababu tunaona mtu mpaka ajibadilishe awe avimbe hivi au aende mchezo wa kiume. Kwa hiyo hebu tuone, kwa sababu hofu kubwa inakuwa ni pale ambapo tunamuona mtoto tayari ameshabadilika na mimi na hofu kumruhusu mtoto wangu. Sasa mkakati ni upi ili watoto wa kike wanashiriki michezo, lakini mila, silka, utamaduni unabaki kama ulivyo? Hilo swali langu la kwanza. Lakini la pili, tulikuwa tunaona zamani kuhusiana na timu ya watu wenye ulemavu, lakini sasa hivi sijui, lakini kwa mimi sioni kwamba ile molarity ya timu ya watu wenye ulemavu imefikia wapi au iko wapi. Hilo pia swala langu liko nahitaji kufahamu. Na swala jingine, Mheshimiwa Waziri, nipongeze pia katika masuala ya habari, lakini zaidi tuangalie kwenye masuala yale, kuna waandishi wa habari tunaweza tukasema labda sio wale ambao wenye taaluma au sisi ambao labda watu tumesomea wanatuona. Sasa hivi kuna ile uhuru wa kwamba mtu akiona tu anaweza akarusha chochote tu. Labda mikakati ni ipi? Ingawaje ndio utandawazi, lakini kuna hali nyingine huwa inatia hofu kwa nchi, kuna kwamba kila mmoja anaweza akatoa tu kwa sababu tayari ana simu, ana platform ya kufanya hivyo, lakini kuna zuio lolote au mkakati wowote wa kufanya hivi ili sasa kuzuia vitu ambavyo haviruhusu au vitaleta taharuki katika nchi kurushwa tu katika mitandao ya kijamii? Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri, kwa heshima tunaomba na ufafanuzi kwa masuala haya. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Na kwanza wanasema nikushukuru sana. Wanasema wizara yenu lakini hamuiogopi, ose. Mko fair kabisa, na hii ndio inavyotakiwa kabisa. Kwamba mnauliza hata nyumbani kwenu na ili mweze kuyajua yale mengi zaidi ya hayo. Na nikushukuruni sana kwa haya ambayo mmeuliza, lakini naomba nimwambie ndugu yangu Amina Mchezo, sisi Zanzibar hatuiti mashule, bali kwa sababu ni skuli. Kwa nasema tuanze na hapo. Maana bahati ile njema, jana nilihudhuria katika kufungua mafunzo kwa waandishi wa habari kuhusiana na matumizi mazuri sana ya lugha yetu ya Kiswahili. Na nilikokati nakuja kwa nasikia kwenye redio pale Aziza alikuwa anazungumza. Alikuwa mtaja sana Bi Mwanahija kwamba ile somo lililowapa linafanya kazi, na najitahidi kutangaza ili atumie lugha vizuri asije akajikuta anateleza. Kwa dhani ni wajibu wetu na sisi kuona tunalinda lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Na miongoni pia mafanikio ambayo pia wizara tumefanikiwa ni hilo, kwamba tulipokaa na wadau walikuwa nalalamika sana kwamba wana habari ndio nyinyi
mnatumia vibaya lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo ambalo wizara ilikuja nalo ikasema basi ikaagiza BAKIZA kuandaa mafunzo kwa waandishi wa habari. Yameanza jana na leo hii, manake yatakuwa yanamalizia. Kwa hiyo wito kwenu basi tutumieni vizuri lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Hii ni lulu jamani. Kwa hiyo naomba hilo lichukue shule, tuachie Bongo, Zanzibar tuje na skuli. Na naomba nianze na masuala yako. Na okay, umezungumza kuhusiana na michezo maskulini ama kwenye skuli zetu. Maana skuli hakuna maskuli. Sasa kwa upande wa michezo kwenye skuli zetu ni kwamba wizara yetu hii ya Habari, Sanaa, Tamaduni na Michezo imekuwa na mashirikiano makubwa sana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Na katika kujenga mashirikiano huko, mkurugenzi wa idara ya michezo katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali ni mjumbe wetu katika Baraza la Michezo la Zanzibar. Nini maana yake? Maana yake ni katika ile kuweka kiunganishi kizuri kati ya hizi taasisi mbili, kwa maana wizara inayoshirika na michezo, lakini na kule ambako wanafunzi wanaanza kujengwa, wanasema kutoka ngazi ya chini, kwa maana kuanzia watoto wa maandalizi, msingi, sekondari na kupanda juu. Na kweli udongo pata ulimaji. Lakini saje watoto hawa kimaliza hatuwaoni. Inawezekana wewe huwaoni, ama inawezekana huwaoni wote, kwa sababu inawezekana pia huwajui ni nani na nani wale ambao walikuwa wakicheza. Lakini miongoni mwa hao wanaona wanawake ambao wanacheza mipira na michezo mingine, basi ni katika wale ambao walianzia ngazi za huko kwenye skuli zetu. Wangapi ambao umeendelea sasa, maana hiyo ni kazi nyingine tuweze kufanya katika kuona je, wale ambao katika muda wao wa masomo walikuwa katika harakati za michezo na wanakwenda vizuri, na baada ya kumaliza ni wangapi ambao wameendelea. Hilo ni kazi nyingine ya ziada, na tutaomba idara yetu ya michezo iweze kulifuatilia kwa kushirikiana lakini na Wizara ya Elimu, ili tupate ile kuona ule muendelezo wake. Na katika hilo sasa, je, kwa nini watoto wa kike wamekuwa wakijibadilisha? Niseme kama wanajibadilisha, kwa sababu hapo wengine tunawaona ambao hawajibadilishi. Hili tuseme kwamba mabadiliko ya tabia ya mtu hayatokani na kwa nini anashiriki michezo ama hashiriki michezo. Ni sasa na Rasul anasema kwamba uhuni hautokani labda kwa sababu wewe ni msanii au wewe ni mwanamichezo mwanamke. Uhuni unatokana na ile hulka ya mtu mwenyewe, kwa sababu tunaona wahuni wanawake hapo kwenye michezo wala hapo kwenye sanaa, lakini ni wahuni, tena huni wa utovu wa adabu. Na tunawaona baadhi ya wanamichezo wanawake ambao wanalinda heshima zao, na mpaka wanapoenda kwenye kuona wanacheza, basi mpaka wanakuta nywele yake pia huioni, kwa maana anaendelea kulinda mila, silka na tamaduni zetu. Kwa hiyo yale yanayotokezea mengine tunasema kwamba ni tabia ya mtu mwenyewe, lakini hebu tusiweke ile taswira tukasema kwamba michezo ndio uhuni. Mtu analala nyumbani akiamka wala hatoki, lakini muhuni kupindukia. Kwa hiyo uhuni ni tabia na matendo ya mtu. Kwa hiyo tutoe wito kwa jamii na kwa wazazi kwamba tuwape uhuru na fursa sawa watoto wetu wa kike na wa kiume, ili wote waweze kushiriki, kwa sababu kama tunashiriki katika maendeleo ya nchi yetu katika mambo mbalimbali, kwa nini kwenye michezo wanawake tuweze kuwabana? Na hii tuseme kwamba sasa vile tunavyokuwa na mwamko umeongezeka kwa wazazi wetu. Kwa hilo tunaomba sana kwa wazazi tuweze kulisimamia. Lakini jingine katika kuona kwamba timu ya watu wenye ulemavu, labda nikwambie tu hata katika michezo yetu ya juzi ya NMB Mapinduzi Cup, Mheshimiwa Naibu Waziri alikuwa mgeni rasmi katika ile michezo mbalimbali ambayo ilichezwa, ukiachia ule mchezo ule ambao wa mipira wa miguu uliochezwa, basi wako na michezo ambayo unasema ilichezwa mengine. Michezo mbalimbali ilikuwepo, ikiwemo na michezo kwa watu wenye ulemavu. Kwa nini kusema kwa maana yake michezo yao inaendelea vizuri. Lakini nini la kufanya kubwa ni katika kuona tunaendeleza kushirikiana vizuri katika kuwasaidia na kuwanyanyua. Na wizara tunasema tumeanza ama tumeendelea, sisi tumeendelea katika kuona kwenye Kombe la Mapinduzi na wao wameshiriki vizuri. Na hii maana yake itakuwa ni kwamba ni muendelezo. Katika kila mashindano ambayo atakuwa anakuja, basi na watu wenye ulemavu watakuwa wanaendelea kushirikishwa vizuri, lakini pia katika kuona wanasaidiwa katika kila namna ambayo wanaweza kusaidiwa. Haya, na jingine kuhusiana na hawa watu ambao sijui wamesoma hawajasoma hii taaluma ya uandishi wa habari. Na naomba niseme kwamba idara yetu ya habari maelezo imekuwa ikiratibu na ikisimamia waandishi wote wa habari kama ambavyo walivyo. Na kama kuna kosa ambalo
litakuwa linaonekana, basi wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na katika hili endelee tu kuwaomba wenzetu idara ya habari maelezo ni kwamba rungu liweze kutumika vizuri na tusiwe tuna muhali na mtu yeyote, kwa sababu kila taaluma wanasema ina heshima yake, na ikiwa taaluma ya habari. Na hili nitoa wito kwenu pia wanahabari, msiruhusu na msikubali kuwaona wale ambao si wenye taaluma kuharibu taswira ya wenye taaluma zenu. Kwa sababu kama umepoteza muda wako ukaanza kusoma, tokea unadima, maana yake unasoma certificate, unakuwa na diploma, unakuwa na degree, unaongeza masters na nyingine, alafu mtu tu from nowhere anakuja kuharibu ile taswira nzima, kwa nadhani si jambo zuri. Lakini hata wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii, wenzetu wa tume ya utangazaji pia na wapo wanalisimamia vizuri. Kwa sheria zetu zipo vizuri na zitaendelea kufanya kazi. Na niendelee kutoa wito kwamba tuende kusimamia vizuri kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ambayo tumeiweka. Haya, nimemaliza kabisa mchezo Sasa naendelea kwa wengine. Na swala la ambalo limeulizwa na ndugu yangu Hakunaga. Ameuliza maswala mengi ya michezo. Lakini katika swala moja ambalo kubwa madhani limejitokeza mpaka kwa ndugu yangu basi hapa ni swala zima la kuona udhamini kwenye michezo. Kwa nitamba najibu kwa pamoja haya. Na swala la udhamini kwenye michezo hiyo kweli ni changamoto. Na nakika ni changamoto kwa sababu hata tulivyokaa na wadau wetu wa michezo, miongoni mwa changamoto ambazo walizizungumza ni swala zima la kuona tunakosa ufadhili kwenye vilabu vyetu, hali ambayo inapelekea vilabu vingine vinakufa kwa sababu havina udhamini. Kwa nini tunafanya? Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo baada ya kuzungumza na wadau wetu wale, na kama ambao tumezungumza katika mafanikio ambayo pia tumeweza kuyafanikiwa katika kuingia mkataba na wenzetu wa NMB katika kuwa na Mapinduzi Cup ina mdhamini wa uhakika. Maana ukishapata mdhamini wa uhakika kwa upande wa Mapinduzi Cup, nini maana yake? Maana yake kwamba hii ni milango ambayo imeshafunguka ya kuona tunaendelea kutafuta na wadhamini wengine katika kusaidia katika vilabu vyetu na kuona mashindano yetu na ligi zetu mbalimbali zinapata udhamini wa uhakika. Lakini hili wanasema tusijiache tukajipweteka tu. Tena madam tunatafuta ikawa kila mmoja amerelax. Wajibu wetu bado katika kuona tunashirikiana kwa pamoja na wadau wote wa michezo ili kwa hili tunakwenda kulifanikisha. Nadhani hilo nimechanganya baina ya ndugu yangu Abasi na Hakunaga nimeweka kwa pamoja. Na wizara inasaidiaje? Wakati mwingine kweli unakuwa unaona kwamba wazito wanakwenda, lakini hata wizara ya habari inakuwa haina jamani. Kama ilivyo wizara ya habari lakini haina habari. Wizara ya michezo lakini haina taarifa kama pengine kuna mchezaji wake fulani anatoka Zanzibar anakwenda pahala fulani. Unakuja kusikia changamoto ama ameshafika ama leo kesho anaondoka ndo unakuja kuisikia. Nitoe wito. Tunapokuwa tuna wachezaji wetu kama hawa ambao wanakwenda kuiwakilisha nchi. Inawezekana hatuna ule udhamini wa 100%, lakini kama serikali, kama serikali inaweza kujenga mpaka maflyover, haiwezi kushindwa kumsaidia mchezaji wake kwenda kuiwakilisha nchi kimataifa, kitaifa na kimataifa. Hilo maana yake haliingii kwenye akili zetu. Serikali inafanya mambo mengi sana, tena ya pesa nyingi. Kama tunajenga hivyo viwanja, nini maana yake viwanja? Viwanja maana yake viendelee kuibua vipaji vya michezo kwa vijana. Sasa kama vipaji vimeshakuja, alafu vinakwenda nje ya nchi tunavitelekeza, hapana. Hicho kitu hatuwezi kukifanya, lakini kubwa ni ile taarifa. Je, inakuja? Kwa mfano labda niteme mfano hii kabadi. Na kama kuna mtu alikuwa anawasiliana na mimi ananionyesha tu kwamba timu yenu ipo nchi sijui nchi gani, sasa hata hiyo nchi yenyewe. Sasa najiuliza, mimi waziri wa wizara, lakini wizarani kwangu hakuna taarifa rasmi ambapo inaniambia kwamba kuna timu fulani imekwenda kucheza ama kushiriki nje ya nchi. Sipili kwenda Japan, nimesahau ile nchi. Sasa unakuta unaipata kupitia kwa mtu pembeni kwa sababu anakujua. Lakini taarifa ile ilitakiwa kwamba ile timu inaondoka hapa, tayari wizara maka ina full, yani ina baraka zote za serikali. Maka hata kama tunataka kuambia shika bendera hii ya nchi yako, nenda, unakwenda kuwakilisha nchi. Lakini sasa kama unaondoka kimya kimya ndugu yangu, hata ile harusi ya kimya kimya, si unaona inavyokuwa? Unakwenda na shehe wako unaenda kwa wasiri na kwa siri kweli. Hakuna kigelegele wala hakuna chochote. Ndio siri. Hasa kama mtu anaondoka siri, serikali haijui, nini unategemea? Na maana serikali inapokuwa ina taarifa za kutosha, kule unakokwenda kuna balozi za nchi yetu. Kuna balozi za Tanzania katika kila nchi ambayo ipo.
duniani kuna balozi za Tanzania. Maana ni kuzungumza na balozi zetu. Hata inapotokeza tatizo lolote, maki wanasema tayari wewe kule kuna mzazi wako ambaye anajua ulipo na anaweza kukupa msaada wa aina yoyote. Kwa hilo nipende sana kutoa wito kwa wenzetu hawa wa vyama vya michezo. Pale ambapo inatokezea tunakwenda kuwakilisha nchi, basi serikali yetu iwe na taarifa ya kutosha. Tena maki wanasema tunawaga vizuri. Wanaondoka hapa kwa shangwe na vigelegele tunakwenda kuaga. Si ndivyo jamani? Na waandishi habari mko pembeni, tunakwenda, tunawaaga, na siku anayorudi sasa wanasema ama iwe wameshinda, iwe hawajashinda, lakini mradi wamekwenda kuwakilisha nchi na kule wamekwenda kupambana, na kwenye mapambano usitegemee siku zote kama wewe utakuwa ndo utaibuka kidedea kwa sababu mko wengi. Kwa hilo nipende kulitoa wito katika njia hiyo. Na kwa upande wa matumbaku, naomba nikupe taarifa kwamba taratibu zote za serikali hii ya Dr. Mwinyi awamu ya 8 katika kipindi chake cha pili katakuwa na uwanja wa matumbaku na kwenda kujengwa upya, tunasema kwa kisasa kama vilivyo vile viwanja vingine ambavyo tumeshavishuhudia, basi na matumbaku na ipo kwenye pipeline. Nadhani next week ataanza, wiki hii. Maana hata jana walikuwa na katibu mkuu wizarani, kulikuwa kuna jambo wamekuja kulimalizia tu. Kila kitu kipo tayari. Kwa hiyo yale tunasema, wanasema stay tuned. Si ndio mnavyosema waandishi? Stay tuned, wanasema mazuri yanaendelea kuja, basi na kwa upande wa matumbaku nako ni hali ni hiyo. Kwa hiyo kuanzia wiki hii na wenzetu wale wakipoa kazi, reform sports au sports reform, yani wakipoa kazi, yani wao wanalilia kupewa kazi ili wafanye kazi. Na wakifanya hiyo kazi hiyo speed ambayo inaingia kwenye uwanja utashangaa. Baada ya miezi 3 wanasema kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa kwanza Jumatatu anza kupita pale, utaona hali inavyokwenda, utaona pirika zimekuwa nyingi. Haya, kwa upande wa wachezaji wa vikosi, hili namba tulichukue ili tukae na wenzetu wa idara maalum za SMZ, na bahati njema jana ndio kwa mnaye waziri wa tawala za mikoa. Sijui kama hili swala mlimpa au hamkumpa, lakini serikali tutazungumza kwa pamoja katika kuona kwamba wachezaji hawa na wao wanapata nafasi zaidi ya kwani wanasema kuendeleza vile sanaa zao kwa maana ya vipaji vyao vya mpira. Lakini pia pande wa pili nao wanataka riziki, si ndio? Kwa hiyo lazima wafanye kazi ili wale, si ndivyo? Watu tunasema kwamba umetaka kazi, fanya kazi. Upoteka umeomba kazi, fanya kazi. Sasa acha kazi, uone kazi. Kwa hiyo mpira ni jambo moja, lakini pia ile kazi yake ya kule ya askari nayo ni jambo la pili. Kwa tunataka tu balance huku na huku wawe, lakini kwenda lindo pia hakuzuii yeye kucheza. Kwa sababu inategemea na mechi hakuna mechi za usiku. Si ndivyo? Lakini tutazungumza na wenzetu wa tawala za mikoa, mheshimiwa waziri, ili tuone namna nzuri ya kuona hawa wachezaji ambao wana vipaji basi nao wanakuwa kule wanafanya na huku wanashiriki kikamilifu. Kwa upande wa AFCON, AFCON 2027. Nini matarajio yetu? Matarajio yetu ni kwamba ni Wazanzibari. Maana hapa tunazungumza na Wazanzibari na Watanzania wote. Tupende kuambia wananchi wote ni kwamba Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anaweka historia kwa mara ya kwanza kuwa na kiwanja ambacho kitajumuisha watu 35,500 wataingia, 36,500 kuingia katika kiwanja kwa wakati mmoja. Yaani hicho kitu hakijawahi kutokea katika ndoto zetu. Lakini ndoto hiyo inakwenda kutimizwa na daktari wa maendeleo. Amesi mwingine isipokuwa ni Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na Tanzania bara kule tunaona mambo pia yanaendelea, daktari wa maendeleo Dr. Samia kule naye anaendelea na kasi. Madaktari wetu haka kazi yao ni kutibu, na wanatibu kwenye maendeleo. Kwa hiyo AFCON inakuja Zanzibar, na ndugu wanahabari na sisi tukae mkao wa kula. Tumesikia ripoti inasema kwamba mnazo kadi zenu, si ndio? Mage kadi za waandishi zile. Kadi yako mage inakutambulisha kwamba wewe una uwezo wa kushiriki kamilifu katika lile tukio. Na bila shaka kutakuwa na utaratibu mzuri ambao tutakuwa tumeuandaa katika kuona mnapata hiyo nafasi na fursa, kwa sababu ile michezo tutakuwa tena sio ile ya kitaifa tulizoea, ni ya ngazi nyingine. Kwa hiyo tutakuwa kuna utaratibu mzuri wa kuona mnashiriki kamilifu.
lakini si nyinyi peke yenu, hata wajasiriamali wetu na wafanya biashara wakae mkao wa kula. Kutoka kuna mazingira maalum ambayo yameshawekwa kwa ajili ya kuwa na wajasiriamali dada zetu wanashiriki katika kuuza bidhaa zao mbalimbali. Na wale wenye bidhaa za tamaduni, Dr. Manahija wananisikia, tuone kwamba bidhaa za kitamaduni zinauzwa katika eneo letu hili la Afcon kule Fumba. Na ni fursa yani kwa kila mmoja, kwa sababu hata wamiliki wa vyombo vya usafiri, wageni wengi watakuja ndani ya Zanzibar. Sio kila anokuja maka atakuwa na gari yake, na sio kila anokuja ataka taxi, wengine wataka kodi, enjoy, watembee Zanzibar, wanasikia tu Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Kuna beach hizi nzuri, kwa hiyo atataka kwenda kuona haya mambo. Kwa hiyo ni fursa kwa walio wengi, lakini wenye nyumba za kulala wageni na wengine tena hapo ndio sikwambii. Kwa serikali na mpango kabambe na mzuri kuona ile Fumba kule inabadilika. Kwanza miundombinu yake yote, barabara, mambo yote yatakuwa ni mazuri sana. Huyo ndio Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Haya, kuna lipi lilobaki? Nadhani imeisha. Okay, kituo cha Dole, yes. Kwa pande kituo cha Dole, bahati mbaya niseme kwamba mimi sijafika kwenye hichi kituo. Naibu Waziri mambo amefika, ni bahati iliyo njema, lakini serikali yetu hii ya Dr. Mwinyi ina mpango wake katika kujenga hizi Sports Academy. Huo mpango tayari upo ndani ya serikali kupitia Wizara hii ya Habari, Sanaa, Tamaduni na Michezo. Kwa vile ambavyo nimesema ni vituo vya watu binafsi, tutaendelea kushirikiana navyo ili kuona vinakwenda katika tunasema njia zile zile za kulinda mila, silika na tamaduni zetu, lakini kuwa na vipaji tunavyokusudia vya watoto vikue navyo vinakuwa kikamilifu. Kwa hiyo hilo ndio ambalo naomba nikuahidi, na pia tutakwenda kuliona tena hilo eneo ili kuona je, nini serikali tunaweza kufanya. Kama kuna nafasi kubwa sana hata tukisema na sisi tunatumia kwa kujenga cha serikali pia ni jambo jema, lakini kilichoko cha binafsi maki tutakwenda kukikagua kuona kinafuata yale yote ambayo wizara imeelekeza kufuatwa. Swala la wale vikundi ambavyo wanacheza bila staha. Na hili naomba niseme kwamba Wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, miongoni mwa taasisi zake mojawapo ni ile BASFU, Baraza la Sanaa, Sensa na Filamu. Kwa kumwona BASFU maana ndio wizara inafanya kazi zake. Na kwa nini nakemea labda haijafuta usajili? Kuna baadhi ya hivi hao wachezaji hata usajili hawana. Kwa maana ukisema kwamba umefuta usajili wao kwa sababu haupo, hawana, wanajiunga, wanakwenda, wanafanya tu wanajua kufanya wao, na ndio maana serikali inakuwa haikai kimya. Tunasema serikali inachukua hatua. Miongoni mwa hatua hizo maana ni katika kuzuia yale mambo yasifanyike, kutoa matamko ya kukataza. Lakini katika hili naomba niseme sheria zipo na zitamchukulia hatua kila mtu. Haijali wewe nani, kabila gani, muhimu kwamba usivunje silka, mila na tamaduni zetu. Cheza unavyojua kucheza, lakini usivuke mipaka. Sasa katika hili ni kwamba sheria zitaendelea kufanya kazi yake. Na zitafanya kazi katika kuona tunalinda hizo mila zetu, lakini hata hivyo kuambia vijana kwamba sanaa ni ajira. Kwa kama ni ajira maana yake ipe staha ile ajira yako. Ipe heshima ile ambacho wewe inakupa riziki zako. Kwa hilo ningependa sana kuambia, na nipende kuambia kwamba huwa haipendezi kumwona eti msanii wa Kizanzibari alafu anavyojifanya akakosa maadili ya nchi yake ya utamaduni wake. Ukiangalia wasanii wenzetu labda wa nchi nyingine huko China na kwingineko, ukuti msanii ambaye anavunja silka zake na tamaduni zake kiasi kwamba kimo anasema huyu Mchina. Na ni msanii, anafanya kazi yake, anapata riziki zake, kama kuchekesha anachekesha, kama kudansa ana dance kwa staha kabisa. Kwa hiyo napenda kutoa wito kwa wasanii wetu wote. Na hasa hizi Gen Z jamani. Kwa kijana haina maana kama wewe ndio kuwa yani uko tofu kwa adabu na ukavunja mila na silka zetu. Kwa kijana maana yake ni katika kuwa unazilinda ili kesho na kesho kutwa kizazi kinachokuja kije kuiga kutoka kwa wewe. Kwa hilo nipende kuambia kwamba wizara yetu haitokuwa kimya na itaendelea kuchukua hatua. Na tuliona hata wale wengine si wale vijora wale. Watu wengine walikuwa wanasema wanakuja juu, utashangaa sana unajiuliza, hivi sisi tunataka nini? Huko serikali imechukua hatua, wengine wanaanza kusema, "Oh, kwa nini mmewakamata? Wanawadhalilisha." Nani kadhalilishwa pale? Kama kajidhalilisha mwenyewe, unatoka nyumbani kwako umevaa nguo kijoro umekipasua mpaka huko juu. Wengine wanaume zao, wana familia zao, halafu unakuja kusema
Sasa tulitaka tu yani tuachie hivi ili waendelee au vipi? Yani niombe sana wananchi kwa pamoja tuungane katika kulinda mila, silka na tamaduni zetu. Nakushukuru sana, na nimemaliza kwa haya. Asante sana. Nadhani tunatoa nafasi ya mwisho. Naomba uliza kwa ufupi sana na mwingine. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mheshimiwa Waziri, nipongeze kwanza. Asante. Kazi nzuri unayofanya. Mheshimiwa Waziri, mimi swala langu ni moja. Na swala langu Mheshimiwa Waziri, mimi nina wivu. Sababu naangalia hapa sana viongozi waliopita katika wizara yetu, kipaumbele kikubwa ni sekta ya michezo. Lakini ukiangalia katika sekta ya habari inakuwa sana viongozi hii hawaitizami. Sasa nilikuwa nataka kujua katika uongozi wako Mheshimiwa Waziri, wana habari tutegemee nini? Asante sana. Naomba Asalamu alaykum. Naitwa Ashura Mzee kutoka Bitu. Niungane na wenzangu kupongeza kwa kazi nzuri unayoifanya. Swali langu, serikali ina mpango gani wa kuanzisha au kuimarisha akademi za michezo katika maeneo ya vijijini ili kuwasaidia vijana wenye vipaji hasa wale wenye mahitaji maalum? Asante. asante sana. Naona hakuna mwingine. Mheshimiwa Waziri, naomba malizie kwa haya inshallah. Haya, asante sana. Naomba nimalizie kwa haya ambayo yamekuja kutoka, wanasema kwa ladies. Hongereni sana. Anasema Afisa Golo yeye ana wivu. Na kwenye maendeleo kwa na wivu ni jambo zuri. Sio ile wivu tu tena kwanza kumpiga mwenzio na kumuumiza. Nikwambie hili moja, Mheshimiwa Rais alivyotutangaza baraza la mawaziri, alitangaza wizara, akasema wizara hii huko nyuma ilikuwa ni wizara ya habari, vijana, utamaduni na michezo. Sana pia ilikuwa hajatajwa sana, sio? Ilikuwa ndani ya utamaduni. Kwa hiyo akasema vijana nawapeleka wizara nyingine huko, akapambane na uwezeshwaji na masuala mengineyo. Hii wizara naipa jina ama naipa kazi ya kusimamia habari, sanaa, utamaduni na michezo. Lakini hata jina lenyewe la wizara limeanza na wizara ya habari. Maana yake ni kusema wanasema jambo lolote ni habari. Na ndio maana wenzetu Ungenge utasikia wanasema information is power. Kwamba taarifa zina nguvu, bila kuwepo kwa taarifa maana yake hata mambo mengine yanakuwa hayaendi vizuri. Hata hapa sisi leo kwa mfano kama ingekuwa hakuna taarifa, kama ikifika saa 2 tutazungumza na waandishi wa habari, maana ingekuwa hata jamii ingekuwa haijui. Kwa sababu tunatoa taarifa, na taarifa zinatolewa na nani? Na habari. Na habari ndio nyinyi hapa wadau wa habari. Na bahati ile njema sana wizara yetu hii tena hii, sisi viongozi kuanzia mimi waziri, Mheshimiwa naibu waziri wangu Mheshimiwa Gulam, katibu mkuu Mata na naibu katibu mkuu Mahakama ambaye kwa leo kwa dharura hapa haipo, na viongozi wengine wa wizara, tulikutana na wadau wa wizara yetu hii. Na kama tulivyoeleza kwenye maelezo, ilisema wadau wetu 4. Hatukusema 2 wala 3, 4. Wadau wetu wa sanaa, na hao ndio tulianza nao mwanzo, utamaduni, michezo na habari, kwa kuonesha umuhimu wake. Lakini mimi mwenyewe kilichonisikitisha ile siku kukutana na wadau wa habari, tulipokutana na wadau wa sanaa, ukumbi ulijaa, ulifurika. Wadau wa utamaduni ni vile vile, ukumbi ulifurika. Na kwenye michezo ndio sikwambii, vitu vilikuwa havitoshi. Lakini sio kukutana na wadau wa habari ili kusikiliza changamoto ambazo zinakabili sekta ya habari, ili sisi viongozi tuweze kuona tunakwendaje kuendelea na maendeleo ya sekta hii. Wallahi vile viti kujaa havikujaa. Mkutano ulikuwa wazi saa 2:30, ilikuwa sababu ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Tunafika pale 2:30, kuna misari miwili ndani ndio ipo. Tukasema wanasema na kuna msikitini ndio hawa ambao wanaambiwa swali, si ndivyo? Baada tumefika tuendelee. Wanasema haya tukafanye yetu sisi, tukazungumza na waliopo sababu ndio wamekuja. Baadaye tena ndio wanakuja sana. Kana najiuliza nini kipo kwenye wadau wa habari? Malalamiko tunayo pembeni, lakini tumetoa nafasi tusikilize ili tutoe, yani tupate matatizo,
tuende na suluhisho. Wadau habari mlikuja wachache sana. Sijui kama wewe mwenyewe afisa Gwelo ulikuwepo, sijui. Lakini wanasema ilitusikitisha sana na tukasema kwa sababu nyinyi ni wa kwetu na mtoto kinya kiganja hakikatwi bali kinakoshwa ili kiweze kutumika. Na sisi tukasema acha waliokuja tukawasikiliza, lakini hao waliokuja basi walitoa michango mizuri sana ya kuona vipi tunakwenda na sekta yetu ya habari. Lakini moja hapo ambalo linalalamikiwa ni kuwepo kwa sheria ya habari. Na hili sasa ndio kilio kikubwa cha wanahabari, kwa sababu sheria ambayo itakuwa inalinda mambo ya wanahabari imezungumza mambo yao, lakini itakuwa kuna wajibu wao, yani mambo yote. Kwa hiyo sheria jamani wanasema ipo, yani ipo katika hatua za mwisho za taratibu za kiserikali ili kuona na kwenda kwenye baraza la wawakilishi. Kwa hilo wanahabari naomba muwe nalo na muone kwamba serikali yenu hii ya Dr. Mwinyi hilo inalifanyia kazi vizuri. Lakini masuala mengine, mwenzangu hapa alisema Wakebo kwamba ombi wanaona wivu, ndio ule wivu ambao wanao umezungumza kwamba ZBC kwa sababu ni chombo cha serikali wanaona mambo vifaa wanapata, wangetamani pengine serikali wanunulie na wao, lakini ndio hivyo. Wanasema hata nyumbani kwako ukipika pilau nyumba jirani unapeleka kwenye kibakuli, si ndivyo? Huwezi kupeleka sufuria zima kama vile. Kwa sababu ndo kule kuna baba mwenye nyumba ambaye na yeye pia ana wajibu wake wa kuona anapeleka ile pilau. Lakini kama kakosa jirani anamgeia jirani yake. Ndio utamaduni wetu ulivyo unavyotuhimiza katika kwa tunageiana na kusaidiana. Kwa na sisi wamiliki wenu, bahati ile pia njema, sisi niseme mbaya, siku ile alikuwa mmoja wawili. Nadhani mmoja wawili wamiliki, alikuwa Wakebo alikuwepo, Mr. Mohamed tulikuwa naye na alichangia vizuri sana. Na tulikubaliana kwamba kuna mambo ambayo aliyatoa, basi serikali tutakaa nao pia tena ili kuona zile changamoto tunaweza kuzifanyia kazi kwa pamoja. Kwa hilo lipo nalo pia katika mpango mzuri, lakini shida yenu wanasema mkiitwa hamuji. Hata jana niseme mfano mwingine. Jana kulikuwa na semina ya waandishi wa habari ambao Bakiza ameandaa. Nimeingia pale na Musa Daktari Mwanahija na mwenyekiti. Mbona kumbi wao hujajaa? Mlikisia tu ngapi? Nikaambiwa tu 50. Hao 50 pia hawajatimia. Sasa najiuliza, walioko huku nilikuwa nawaona kwa sababu nilikuwa nakuja na miangalia waandishi gani ambao wako hapa. Lakini kule si wao naweza juu za wengine wepi. Sasa jamani kidogo nahisi kwenu kuna uzito mnapokuwa mnaitwa kwenye kupewa yale ambayo yanahusiana na nyinyi wenyewe. Kwa hiyo naomba sana kwenu jitoeni sana na mkiitwa muitike. Yaani sio tu ile kwenda kuchukua habari ukaondoka. Umeitwa kwa maslahi ya kwako wewe. Nenda kwa sababu ile ambacho unakipata kitakujengea wewe kwenye kazi yako leo, kesho na kesho kutwa. Kama leo wewe majiriwa kwenye chombo cha habari, kesho kutwa unaweza kuja kwa nando mmiliki wa hicho chombo. Kwa hiyo kuna yote ambayo yako ndani yake. Kwa hiyo ni hivyo Hafsa, ni kwamba wizara yetu hii ina watoto 4. Na kila mtoto hapa ana haki sawa na mtoto mwingine. Kwa hiyo hakuna mtoto ambaye atakuwa anabaguliwa. Kwetu wote hawa ni sawa, ni wa kwetu. Kama ni pacha basi watakuwa ni pacha wazuri. Na tunamtegemea mtoto huyu wa habari ndio atangaze michezo, atangaze sanaa, atangaze utamaduni wetu. Kwa hiyo naomba hiyo nafasi semeni kwamba nyinyi ndio mna bahati zaidi. Kwa sababu yote tunafanya bado tunarudi kwenu kuona kwamba mnatutangazia haya mengine. Lakini pia niombe kwenu na nyinyi wana habari muwe daraja zuri sana ambalo litakuwa linaunganisha baina yenu nyinyi wanahabari, serikali na jamii iliyoko chini. Kwa sababu kupitia kwenu nyinyi ndio ambao mnakwenda kuambia wananchi nini serikali yao inafanya. Sio kila mwananchi anafika kule Uzi kwenda kuona daraja la Uzi ambalo limejengwa. Nani anapata taarifa kutoka kwa nani? Mwananchi anapata taarifa kupitia kwa wanahabari ambao ndio nyinyi. Kwa hiyo nikuombeni sana basi. Wanasema mna kitu cha thamani lulu kubwa sana ambayo nyinyi mnayo. Na sisi serikali tunategemea kwenu. Itumieni vizuri hiyo bahati ili muwe daraja nzuri la kuunganisha serikali na watu wake. Yale yote mazuri ambayo Dr. Mwinyi anayafanya. Hapa tunakuja tunajilabu siku 100 za Dr. Mwinyi. Maana kile ni kwamba rais wetu amefanya na anaendelea kufanya, sisi ni wako yatoa. Kwa hiyo kwetu mko vizuri na nyinyi kwetu ni watoto wote ambao
hakuna ubaguzi wa mtoto yeyote. Kwa upande wa swala la ndugu yangu Ashura, mpango wa serikali kuanzisha academy hasa vijijini, ni kwamba serikali hii ya Dr. Mwinyi imejenga viwanja 5 kwa kila mkoa. Yaani imeanza mmeshtuka, wana 5 kwa kila mkoa hivyo. Wana viwanja vya mikoa Unguja na Pemba. Kwa maana Unguja mikoa 3 na Pemba 2. Kule Pemba kuna Kangani na kule kaskazini, Kangani kwa upande wa kusini Pemba na kaskazini kule Kinyikani. Kipo kiwanja kule kinaendelea cha mkoa. Lakini kwa upande wa Unguja tumeona kwamba kaskazini tunakijenga pale eneo la Pangatupu. Kusini tunacho Mwehe Makunduchi kule. Na kitu gani ni cha yaani kuna wilaya na mkoa. Kwa kuna kitu gani? Kitu gani cha wilaya? Cha mkoa kitu gani? Mwehe ni cha wilaya. Lakini kile ukienda kule una toa barabe. Mambo yote ni mazuri. Lakini tunakuja kwenye viwanja vya wilaya. Wilaya zote kuna hivi viwanja. Hivi ninavyokuambia huko kaskazini kwetu huko. Kule Matemo watu hapa ni kwenda sana, siku kule kuna changamoto barabara, hakufikiki mawe mengi. Sasa hivi Dr. Mwinyi anajenga barabara nzuri sana. Na kuna kiwanja kinajengwa cha wilaya. Wanasema yaani kizuri sana. Kina hadhi ya mkoa hicho kiwanja. Yaani cha wilaya lakini kina hadhi ya mkoa. Maana nikisema kama kuna upendeleo fulani lakini ndio bahati. Ndio bahati yani imetokezea. Kwa hiyo nikusema kwamba hata hizo academy kwanza kupitia hivi viwanja ambavyo tayari tumeshavijenga, maana tutaendeleza kukuza vipaji vya watoto kule. Na maana kwamba kila wilaya, maana hizo wilaya zimegusa hata Micheweni. Kuna kiwanja wilaya kizuri tu na kule nako ndio hivyo Zamani kwa mtu kisika Micheweni unajua tu vumbi jingi, hata mvua haiendi. Sasa hivi mvua kila siku kule haiondoki. Kwa sababu kuna mabarabara, kuna skuli za ghorofa unajiuliza hii skuli au hoteli na mambo mengine. Na maeneo mengine ya vijijini. Kwa hiyo ni kusema kwamba serikali ya Dr. Mwinyi inafika kote na baada ya hapo sasa itakuwa na pia katika kuona sasa haya eneo lipi la karibu ya kijiji kipi ili tukikijenga kitakuwa kinakusanya na watoto wengine. Kwa hiyo viwanja vile vya wilaya vitatumika katika kukuza vipaji vya watoto walioko kule vijijini kote, lakini na vya mkoa vitaendelea kufanya hiyo kazi, lakini nazo academy nazo specific kwa maana yake nazo serikali ya Dr. Mwinyi nayo inakwenda kujenga. Na itakapokuwa tayari kila kitu tutakuja hapa tutakwambieni sasa tutajenga wapi na wapi ili muone wanasema muweze kwenda kuyaona hayo mafanikio. Sisi tumemaliza. Maisha, maana nataka kusema neno la mwisho. Tumemaliza lakini kuna moja kidogo kwa mheshimiwa. Kwa ruhusa yako kuna mdau amenitumia. Na swali linasema 2027 mashindano ya AFCON Tanzania. Yes. Kwa sasa tumefanya nini tunachoweza kusema Zanzibar tuko tayari? Asante. Zanzibar Zanzibar raha na hiyo AFCON wewe jamani tunasema mmefunga basi hata kusema hamsemi. Acha jamani funga ni afya. Sasa mdau wetu anatuuliza Zanzibar tumefanya nini? Lakini mdau tumwambie kwa 2024 Zanzibar hii ilikuwa na CHAN 2024 na ilifanya kazi moja nzuri sana. Na kiasi kwamba wenzetu nchi nyingine walipata hata fine, walipigwa fine. Lakini kwa bahati ile njema sana Zanzibar ikawa ni katika kituo pekee ambacho kikupata fine yoyote kwenye ile CHAN 2024. Kwa upande wa AFCON 2027 ambapo kwa uwezo Mungu atujalie uzima na afya tunatarajia sana mwezi wa June itakuwa ni AFCON 2027 ndani ya nchi zetu hizi 3 Tanzania, Uganda na Kenya. Zanzibar tumefanya nini? Moja wapo kule Fumba kuna mji wa AFCON City. Yaani wasema ile Sports City imejengwa pale, lengo lake ni katika kuona mashindano ya AFCON katika viwanja ambavyo vitatumika yani kuchezewa. Basi kiwanja kimoja hapo ni kiwanja cha Fumba. Kwa hiyo Zanzibar maana yake tupo tayari kwa sababu na huo tayari kujitayarisha kwamba mimi sasa nipo tayari kwa jambo fulani. Kijana anapokwenda kuoa kwa mfano, si ndio? Unakuta nyumba yake anatengeneza vizuri. Hata kama ni chumba kimoja kitapakwa rangi, milango mipya na kila kitu. Kwa hiyo anajiandaa kwa ajili ya nini? Kwenye kuoa. Na sisi Zanzibar tumejiandaa na hiyo AFCON. Lakini si kiwanja kuchezea peke yake, kuna viwanja vya mazoezi. Kule Fumba kwenyewe kutakuwa na viwanja viwili vitatumika kwa ajili ya mazoezi.
kuna Amani ambayo Amani tunajua, Amani ya Dr. Mwinyi New Amani Complex, ambayo pia na itatumika kwa mazoezi. Lakini kule Kizimkazi kule kuna ile Suluhu Academy ambayo nayo itatumika pia kwa ajili ya mazoezi ya wale wachezaji ambao wanakuja kushindana kwenye mechi za AFCON. Kwa hiyo tupende kumwambia mdau wetu kama sisi Zanzibar tupo tayari na tupo tayari kuona ile jambo linakwenda, lakini serikali nzima ipo tayari katika kuona AFCON inapokuja, maana inaendelea kuitangaza Zanzibar kisiasa, yani kikanda, kitaifa, kikanda, kimataifa, yani kote kote, kila kina kwa nini, basi sisi tupo tayari. Lakini kuendelea kutangaza Zanzibar kiutalii, maana Zanzibar imeshajipanga tayari. Kwa hiyo ndio haya mazuri yote. Haya, naomba nimalizie kwanza kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa neema hii ya uhai, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniteua katika hii Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, na tumwahidi kwa niaba ya viongozi wenzangu kwamba tutayafuata yale yote ambayo serikali ya awamu ya 8 enda kuyafikia kwenye sekta hii ya habari, sanaa, utamaduni na michezo, tutaweza kuyasimamia vizuri sana. Lakini vile vile nawapongeza sana viongozi wenzangu wa wizara kwa kuanzia na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Ali Abdullah Hussein, namshukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Niseme kwamba amekuwa msaada mkubwa sana katika kuona kwamba wizara yetu hii ya habari, sanaa, utamaduni na michezo inapaa. Kwa kweli tunapaa vizuri na nimshukuru sana kwa msaada wake. Vile vile nimshukuru sana Katibu Mkuu wa Wizara, kaka yangu Matar Zahar Masud. Ni msaada mkubwa sana na Mheshimiwa Rais anasema kwamba alituchagua vizuri sana. Ana maana yake kutuchagua, lakini kwa kweli ametuweka vizuri, maana yake tunafanya kazi vizuri sana. Ni sambamba na Naibu Katibu Mkuu wetu ndugu Makame Machano, naye tunamshukuru sana, amekuwa ni msaada mkubwa ndani ya wizara yetu katika kuona yote ambayo yanapangwa yanafanikiwa. Lakini wakurugenzi wetu wote wa wizara na wakuu wa taasisi wote ambao baadhi yenu mko hapa na hata wale ambao hawapo hapa, basi tunakushukuruni sana kwa kuona kwamba wizara yetu hii yenye watoto 4 imekuwa ikifanya kazi zake vizuri katika kuona kila nyanja ya habari inakwenda vizuri sana. Tunakushukuru sana nyote ambao kwenye masuala ya habari mnafanya kazi moja nzuri sana. Lakini kwenye sanaa tunashukuru sana, hata Basfu naye yupo, amekuwa msaada mkubwa katika kuona zile sanaa zetu zinavyolindwa. Lakini wale ambao ndio wao mnawasema wale wanavunja sheria, basi tunakuwa hatunyamazi kimya. Lakini kwenye utamaduni tunaona tunavyoendelea kulinda tamaduni zetu, tunavyoendelea kukuza lugha yetu ya Kiswahili. Bakiza yuko hapa, tunakuza lugha, tunakuza utamaduni wetu. Lakini kwenye michezo nako basi wizara yetu imekuwa ikienda vizuri kutokana na mashirikiano ya pamoja. Inshallah Mwenyezi Mungu aendelee kutudumisha. Na tunakushukuruni sana nyinyi ambao ni sehemu ya wizara yetu, wana habari. Kwa sababu nyinyi ni sehemu ya wizara, kwa sababu wizara ya habari hii ndio wizara yenu. Na tukwambieni tu kwamba msijisikie nyinyi watoto wanyonge. Nyinyi ni watoto ambao mna bahati sana, kwa sababu wizara yenu ipo kwa ajili yenu. Kwa lolote, kwa chochote, mkaribie sana. Na nishukuru sana Idara ya Habari ya Maelezo kwa kuendelea kuandaa vipindi hivi na vingine ambavyo tunaendelea kutoa habari kwa wananchi, kuona serikali yao nini inafanya kwa maslahi mapana ya taifa hili. Nakushukuru sana nyote na naendelea kuwatakia Ramadhani njema na maandalizi pia ya Eid, asio. Na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila lenye kheri na baraka zote. Nakushukuru sana na asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa shukrani nashukuru umemaliza vizuri. Kwa hiyo sisi tukushukuru wewe kwa mashirikiano yako na tukutakie kazi njema. Asante sana. Nashukuru sana. Kwaherini. Na mtazamaji na msikilizaji wa ZBC, basi alikuwa ni Mheshimiwa Waziri Dr. Riziki Pembe Juma, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, akizungumza na waandishi wa habari pamoja na wananchi mbalimbali kuhusiana na siku 100 za Dr. Mwinyi katika wizara tofauti. Huo ni mwendelezo na hivi ndivyo ambavyo anakamilisha. Basi nikwambia asante kwa kuendelea kutufuatilia matangazo haya moja kwa moja ambayo
kutoka hapa ukumbi wa idara habari maelezo. Na kwa wakati huu basi hatuna la zaidi hadi tutakapokujia tena katika wizara nyingine. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kurusha matangazo haya moja kwa moja, mimi ni mtangazaji wako Amina Mchezo, nipo na mpiga picha wangu Jamal Othman. Basi nikwambie tu asante, na kwa sasa tuyarejeshe matangazo haya moja kwa moja kule kwenye studio zetu Karume House.